Ndani ya hizi siku 100 za Rais Samia katika sekta ya ujenzi, jambo kubwa ambalo Rais Samia amelionyesha kwa vitendo katika hizi siku 100 ni kasi ya uwajibikaji. Kasi ya uwajibikaji na kutaka matokeo kwa wananchi. Na hili limeonekana kwa vitendo vya kupigwa vita uzembe na wale watu ambao kwamba wanaonekana kuwa hawako tayari kutimiliza yale yanayowapendeza wananchi. Kwa kweli wamechukuliwa hatua kali sana, na mmetuona viongozi wote kwamba haya maono na haya maelekezo ya Mheshimiwa Rais sisi tumeyachukua kwa uzito mkubwa. Mahala hapa hapakuwa na madaraja ya uhakika ya kupitisha maji. Maji yaliyokuwa yakitoka huko milimani yakipita hapa, nina hakika na ndizo simulizi zinasema kwamba yamewahi kuua watu. Lakini vile vile palikuwa na giza kubwa sana hapa. Katika hizo siku 100 za maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumekamilisha mradi kama hii hapa. Sasa miradi hii imekamilishwa kwa uhakika ndani ya hizi siku 100. Tulikuwa na miradi 81 mikubwa yenye gharama ya zaidi ya bilioni 500. Na katika hiyo 81 miradi 40 imekamilika kwa ukamilifu wake kama huu unaoona hapa leo. Na yote kwa hakika kabisa imekwenda kutatua changamoto za wananchi. Na yote kwa hakika kabisa imekwenda kuleta tabasamu kwa wananchi. Kwa hivyo tunayo kila sababu sisi watu wa miundombinu, sisi watu wa ujenzi, TANROADS na wengine, Wizara ya Ujenzi, kueleza kinagaubaga na kwa ufasaha juu ya kazi hii nzuri aliyoifanya Rais Samia, hususan katika sekta ya ujenzi, sekta ambayo ni msingi wa maendeleo katika taifa letu. Asante sana. Ni nani kwa utaratibu wenu ambaye anayo mamlaka ya kufanya ukaguzi kuhusu ubora wa barabara? Kwa sababu tumekuwa tukiona viongozi tofauti wakikagua barabara. Juzi, wiki 2 zilizopita, tuliona katibu wa itikadi na uenezi wa CCM akiwa na tape measure na yeye akikagua ubora wa barabara mahali. Lakini miaka mingine tumeona wakimbiza mwenge wa kitaifa wakiwa na nyundo wakiigonga barabara ya lami kuangalia ubora wake. Na tumekuwa tuelewi sasa ni nani hasa anaweza kukagua ubora wa barabara na kuthibitisha hapa ipo kwenye viwango. Ngoja nikwambie bwana, hii ni dunia huru. Charles, wananchi wote wana haki ya kukagua ubora wa barabara. Hamna mtu tamdanganya hapa. Kama kitu kinaonekana wazi kwamba huyu jamaa hatumuelewi, anafanya hovyo, wananchi watasema, na watamwambia mkuu wa wilaya, na watamwambia waziri akija, na watamwambia katibu wa CCM, na yeyote yule watamwambia. Kwa hivyo jambo la ubora kwa maana ya kitaaluma lina wenyewe, lakini jambo la kuona kwamba huyu jamaa anavurunda Charles, kwamba huyu anakusanya, tunaona simenti mifuko anakuja nayo mpaka pale 10, mingine inasogezwa pembeni kule, anamwaga mfuko mmoja hivi. Sisi tunakutana na kesi za namna hiyo. Wananchi wanatulalamikia kwamba bwana, hapa hatuelewi mkandarasi anachokifanya. Kwa hivyo tusijifunge, ni ukweli, tusiingie kuna kazi za kitaaluma. Wako watu ambao kwamba hiyo ndio shughuli yao. Engineers wetu hiyo ndio shughuli yao, ni kweli. Lakini hiyo haizuii kwamba kama mwananchi anaona, sembuse katibu mwenezi si mtu mkubwa kabisa, mwananchi wa hapa Arumeru kama anashuhudia kwamba huu ni uoza, na ile hela inayotumika kujenga barabara pale, ile sio ya engineer tu peke yake, kwamba tumsubiri yeye jambo limeshakwisha kuharibika. Hapana, hiyo ni fedha ya walipa kodi, ni ya Watanzania wote. Tunaheshimu taaluma, lakini bado inabaki kuwa ni haki ya kila Mtanzania kupata kuona ubora wa ile
fedha yake inayowekwa pale. Mheshimiwa Waziri, kwa kukazia swali lako, Ndio. Lakini hii tafsiri yake ni kwamba kama vile vyombo vyako haviaminiki. Kwa mfano kwenye upande wa majengo ya serikali, Ndio. vivyo hivyo inafanyika kama alivyotoa mfano Charles. Wakuu wa mikoa, wakimbiza mwenge na kadhalika, wanaenda wanabomoa, wanajaribu na kadhalika. Lakini tuna TBA. Kwa nini TBA wasingekuwa wanathibitisha na kufanya ukaguzi, badala yake wanakwenda viongozi wa kisiasa au viongozi wa kimbiza mwenge? Okay. Kwanza nakushukuru sana kwa swali hili kwamba TBA atafika katika kila kijiji, atafika katika kila kata. Wakati mwingine inaweza kuwa practically, kwa vitendo si rahisi sana, na huko kuna mradi wa wananchi, na swala la kwamba tofali hili halijakidhi viwango ni jambo linaonekana tu wazi tu. Kwa bwana, hili tofali ukilitazama linapokuchika namna hii, ndio pale mkuu wa wilaya amefika au mkimbiza mwenge amefika, analigusa tu namna hii, likianguka limepasuka. Sasa ili kweli tusiulize ubora wa tofali hilo, tumsubiri TBA aje kuthibitisha. Hiyo haimaanishi kwamba hatuwaamini wataalamu wetu. Hiyo haimaanishi kwamba labda sisi hatuhusiki na ile miradi. Wananchi wanapokuwa wana question, ama viongozi wetu walioko kule katika ngazi za wananchi wanapokuwa wanatafuta kujua thamani ya ubora, haimaanishi hawaamini wataalamu. Wanamaanisha kwamba na wao wanawiwa kutaka kupata kitu kilicho bora kwa thamani ya fedha ya mlipa kodi.